Fundisho la shetani, ila na pia nataka watu waelewe ya kwamba kuna siku imewekwa ambao Yesu atachukua watakatifu wake watakaompenda na kushika sheria zake. Ningwitikia mbiko bunda huwa na mugambo wake bwiri kwina utani bwetu tena mbere bwetu mirasa bwetu wa secret rapsa ati kwina itale ya kinya Yesu yuki antu na siri, lakini ndivyo bunu utani bote maandikone. So karibuni sana, tujisikie tukiwa na amani tunapoendelea katika neno lake Mwenyezi Mungu. Na katika jioni hii ya leo ningependa tuweze kupata ombi, na baada ya ombi fupi tukiwa jinsi tulivyo tunaingia katika neno lake Mwenyezi Mungu. Let us pray. Baba wetu unayetupenda, ninapoenda kusimama mbele ya watoto wako katika sehemu hii, najikabidhi kwako mikononi mwako, ukanitumia kama chombo, ndiposa maneno nitakayonena kwa wakati huu yaweza kuwa na mguso kwa kila msikizaji atakayesikia sauti yako, aandaliwe kwa ajili ya ufalme wako. Ni katika Kristo tunaomba kwa imani. Amen. Ndugu zangu, kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wa kwanza kinasema, lakini ndugu, kwa habari ya nyakati na majira hamuna haya niwaandikie, maana nyinyi wenyewe mnajua yakini ya kuwa siku ya Bwana yaya kama vile mwivi anjavyo usiku. Wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu uanjiavyo ghafla, kama vile utungu umjiavyo mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa. Bali nyinyi ndugu, amumo gizani, hata siku ile iwapata kama mwivi. Kwa kuwa nyinyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana. Sisi si wa usiku wala wa giza. Basi tusilale usingizi kama na wengine, mbali tukese na kuwa na kiasi. Bwana asifiwe sana. Maneno ambayo nimeweza kuyanukuu pale Mtume Paul alipokuwa anazungumzia kanisa la Wathesalonike kuhusiana na habari na nyakati za wakati Bwana atakaporejea mara ya pili. Anawataarifu wale wasikizaji na waumini wakati ule ya kwamba wakati Bwana atakaporejea mara ya pili, anawaambia kwamba kuhusiana na nyakati hizo na majira hangekuwa na wao kuandikia, kwa sababu wao walikuwa wanajua, na akawaeleza ya kwamba mnajua hiyo siku itakuja kama mwivi. Wakati watu wanaposema kuna amani na salama, ndipo uharibifu unapowajia ghafla, kama vile utungu umjiavyo mwenye mimba. Ninajua hakuna mwanaume yeyote anaweza eleza namna ambavyo mwenye mimba anapata na uchungu, kwa sababu hakuna mwanaume amewahi kuwa na ule uchungu. Lakini wamama wakiulizwa namna wanavyokumbwa na jambo hili, wao wanaweza eleza. Lakini kwa sababu tunaangalianga ni kwamba wakati mtoto anapokuwa anazaliwa, wakati ukifika, hata kama mama alikuwa shambani na maybe watoto wako pale, hawezi akavumilia, maana wakati wa mtoto kuja duniani umefika. Mara hiyo anaanza process, na ikama hata shughulikiwa kwa haraka, mtoto anazaliwa. Hata kama ni kwa shamba, hata kama ni kwa barabara, mtoto bado anazaliwa. Nakumbuka mama mmoja aliyetoa mtoto, nilikuwa njiani ikiwa kijana mdogo. Mama alikuwa anabebwa na gari, kafika mahali gari kasimama, mama akapata mtoto pale. Kwa hivyo inatuonyesha ya kwamba uchungu wa mtoto unapofika, mama anapewa mtoto iwe anataka ama hataki, lakini kwa sababu wakati wa kuzaliwa umefika, anapokea yule mtoto. Hivyo ndivyo itakavyokuwa wakati Yesu atakapokuwa anakuja mara ya pili. Ghafla, kabla wanadamu wakuwa wanatarajia mafanikio ya siku nyingi. Kuna watu wengi katika sehemu hii wanajenga manyumba makubwa, wananunua mashamba makubwa, wananunua magari, mpaka na serikali za dunia zimeweka mikakati mikubwa, mpaka tumeweka ruasa ya 2030. Tunasema barabara zote Kenya zitakuwa lami, kila sehemu itakuwa na maji, kila sehemu itakuwa na umeme. Tumeweka maendeleo ya dunia ya milenia dunia mbele. Tunatazamia kuwa na maisha mazuri,
maisha ya kupendeza, maisha ambayo atakuwa ni tofauti kabisa na namna watu wanavyofikiria. Lakini wapendwa, katika jioni ya siku ya leo, ningependa niweze kuambia kwamba hivi karibuni dunia yetu itafika mwisho, na itafika mwisho ghafla namna ambavyo wanadamu hatakuwa wanatarajia. Wakati wanadamu watakapokuwa wanafikiria kuwa na maisha marefu, maisha ya starehe, maisha ya mafanikio, ndipo mwisho utafika. Lakini kabla yule mwisho, Bwana ametutuma sisi ambao ni watumishi wake katika eneo hili. Bwana ametutuma sisi watumishi wake katika kijiji hiki kidogo, tuweze kuwapea taarifa ya kwamba wakati wanadamu wanaposema kuna amani na kuna salama, wakati wanasiasa wanapoahidi dunia kuna amani, wakati serikali za dunia zinapotangaza amani, wakati tunaambiwa kwamba kuna mafanikio kule mbele, wakati makanisa yanapoinua sauti ya amani, wakati wazazi wanaambia watoto kuna amani, maandiko yanasema ndipo uharibifu uanjiapo ghafla, kama vile tobu mjavyo mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa. Lakini kwetu sisi ambao talipokea neno la Mungu, tunaambiwa kwamba hatumo gizani, hata ile siku itupate kama vile mwivi. Kwa hivyo ndugu zetu, sisi ni wana wa mchana. Tunataka leo tuweke hili fundisho wazi, ili wale wanaonisikiza ambao wanatamani siku moja watahama dunia hii, watakuwa mbinguni wakati Yesu atakapokuja na utukufu wake, wakati hata na wale wamelala katika mavumbi watakapoamka wapate kumwona Kristo akija na utukufu wake, ndipo wengi watafurahia. Sasa nataka niweke fundisho hili wazi katika jioni ya siku ya leo, ndipo watu waweze kuelewa. Katika kitabu cha Luka 21 mstari wa 36, maandiko matakatifu yanatuambia hivi: basi keseni nyinyi kila wakati mkiomba, ili mpate kuokolewa katika haya yote atakayotokea na kusimama mbele zake mwana wa Adamu. Kwa hivyo ndugu zetu mlio katika kijiji hiki kidogo hapa Kakome, ninawaambia kwamba maandiko yanasema kwa sababu wakati wa kurudi kwake Yesu kumefika, tunaambiwa kesheni. Maana ya jina kukesha ni kule kunjiweka tayari, kunjiandaa, kuwa umekamilisha mipango yako. Wewe na familia yako umepatana, wewe na watu wa kijiji umepatana, wewe na kanisa lako umepatana, wewe na Yesu mko pamoja, umeweka mambo yako sawa. Kwa maana wakati usiofahamu ndipo mwana wa Adamu atakapotokea, na atakapotokea tuweze kusimama. Wakati gani ambao mwana wa Adamu atatokea? Mathayo 24 mstari wa 35 nasema, mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna hata mmoja katika sehemu hiyo yuaye, hata malaika walio mbinguni wala mwana, ila Baba peke yake. Maneno ambayo yamewekwa pale yanaonyesha ya kwamba wanadamu hawafahamu, mpaka na malaika walioko mbinguni pale hawafahamu kuhusiana na wakati Yesu atakapokuja. Lakini Yesu hakuachia pale, maana alijua watu wake watachanganyikiwa. Ndipo tunaenda Mathayo 24 mstari wake ni wa 40, anasema wakati ule watu wawili watakuwapo kondeni, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Wakati ule Yesu atakapokuwa anakuja mara ya pili, maandiko matakatifu yanasema kutakuwa na watu wawili watakao kuwa kondeni, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Wanawake wawili watakuwa kizaga, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Katika maneno yanayopatikana katika mstari wa 40 na maneno yanayopatikana katika mstari wa 44 yametoa mjadala mkubwa sana kwa ulimwengu wa wasomi ambao wanazingatia mafungu hayo, kusema wakati Yesu kusema kwamba kanisa litanyakuliwa kiziri, ama wakielezea kitu kinaitwa rapsha. Lakini nataka siku ya leo nisikiza kwa makini maneno ambayo yanapatikana hapa. Yesu anasema wakati Yesu atakapokuwa anakuja mara ya pili, watu wawili watakuwa kondeni. Kwa nini watakuwa kondeni? Konde ni nini? Wakati Yesu atakaporejea mara ya pili,
kutakuwa na wahubiri wa ukweli na wahubiri wa uongo. Konde ni shamba, shamba ni ulimwengu. Watu wa Mungu wahubiri watakuwa wanaendelea. Kutakuwa na watu vikundi viwili. Kutakuwa na watu ambao watakuwa wanahubiri neno la Mungu la kweli, na kutakuwa na watu ambao wanahubiri neno la uongo, wakidanganya wanadamu. Kwa hivyo wakati Yesu atakapokuja mara ya pili, kutakuwa na wale ambao wamempenda Yesu na wanafundisha neno la Mungu, watakuwa katika shamba la Bwana wakifanya kazi ya Injili. Hawa watachukuliwa, watapelekwa mbinguni, kwa maana wamejifundisha katika njia za Bwana. Lakini pia tunaambiwa wanawake wawili watakuwa akizaga pamoja, atatolewa mmoja na mwingine ataachwa. Jana tulionyesha mwanamke kahaba na mwanamke kanisa la Mungu, na pia utarudia tena katika historia ya ulimwengu. Wakati Yesu atakapokuwa anarudi, kutakuwa tuna makanisa mawili hapa duniani. Kanisa moja ni kanisa la Shetani linalofuata mapenzi ya Shetani na kukataa mapenzi ya Mungu, kanisa ambalo nasema sheria ilisha. Kanisa hilo litaachwa, lakini kanisa la Kristo, watu wanaompenda Yesu, wanaoshika amri zake na imani yake, watanyakuliwa na kupelekwa mbinguni. Nataka unisikize kwa makini, kwa sababu katika ulimwengu kuna madhehebu mengi katika ulimwengu, lakini makanisa ni mawili. Kuna tofauti ya madhehebu na makanisa, nitakuja kueleza hilo kabla sijatoka katika uwanja huu. Lakini kwa sababu ya msikilizaji, madhehebu ni mengi, lakini makanisa ni mawili. Wakati Yesu anapoelekea kurudi, atapata makanisa mawili peke yake. Kanisa linalotunza amri za Mungu na kanisa linalopuuza amri za Mungu. Hayo ndio makanisa Yesu atapata. Kwa hivyo maneno haya sio kunyakuliwa eti mtu atakuwa anaendesha pikipiki, driver anachukuliwa, abiria anaanguka. Hapana. Hiyo ni maneno ya watu ambao wanafuta bangi, ndio wanaongeza Biblia maneno kama hayo. Neno la Mungu liko dhahiri sana. Ukiuliza kondeni wapi kwa neno la Mungu, inasema ni shamba la Mungu. Na shamba la Mungu ni wapi? Maandiko yanasema katika kitabu cha Mathayo 13, shamba ni ulimwengu, na ulimwengu ndiko kunaofanya kazi. Ukiangalia watu ambao wanazungumziwa ama men, ni watu wanaofanya kazi ya Injili, wanaohubiri. Wakati huu tumesimama hapa tukitoa neno la kweli, kuna wengine watasimama hapa wakitoa neno la uongo. Kwa hivyo katika ulimwengu kutakuwa makundi mawili peke yake. Kundi la watu wanaosema uongo na kundi linalotoa ukweli. Mstari wa 34 inasema nikimalizia pale tunaingia katika Luka 17, pia tuangalie maneno kama hayo. Nawaambia usiku huo watu wawili watakuwa katika kitanda kimoja. Nataka usikize vizuri. Nawaambieni usiku huo watu wawili watakuwa katika kitanda kimoja. Mmoja atatoliwa, mmoja ataachwa. Kitabu cha Luka kinaongezea kitu kingine. Kinasema usiku huo wa kunyakuliwa kutakuwa na watu wawili watakao kuwa katika kitanda kimoja. Especially unapoangalia in the traditional, sio jambo la rahisi mwanaume na mwanaume kulala katika kitanda kimoja. Lakini kitanda kinachozungumziwa hapa ni nini? Unaposoma maandiko katika kitabu cha Danieli 12, maandiko yanasema ya kwamba wengi walalao katika mavumbi. Maana yake wanaume wawili ambao watakuwa wamelala katika kitanda kimoja. Kutakuwa na watu wa Mungu ambao kutoka Andramu kumekuwa na wafuasi watakatifu wa Mungu wamepatwa na kifo na wako katika mavumbi. Kumekuwa na watu wa Shetani kama Kaini, kama watu kama Herode, watu kama kina Judas, na watu ambao wamekuwa watesi wakuu katika kazi ya Mungu, wote wamelala katika mavumbi. Kwa hivyo katika mavumbi kuna vikundi viwili vya watu vimelala. Kuna kundi moja limelala likiwa ndani ya Yesu, na kundi lingine ambao limekuwa wapinzani wa Kristo. Kwa hivyo katika kitanda cha mauti ndipo Luka anasema, nawaambieni usiku huo watu wawili watakuwa katika kitanda kimoja. Atatolewa mmoja, ataachwa yule mwingine. Kwa hivyo kumaanisha ya kwamba wakati parapanda ya mwisho itakapolia, wakati wafu watakaofuliwa, katika sehemu ya kwanza ambayo anaielezea hapa chini, kutakuwa na watu wa Mungu
ambao wanazungumziwa katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 4:16, ambao wamelala katika mavumbi wakati Yesu atakaporejea mara ya pili akiwa na utukufu wake na tarumbeta itakapolia, wale wamelala ndani ya Yesu wanaamka. Wale ambao hawakumpenda Yesu wanabaki kaburini kwa muda wa miaka 1000, wakati Yesu atakapolinyakua kanisa akiwa na watakatifu mbinguni miaka 1000. Hao wafu wengine watafufuliwa baada ya miaka 1000. Hiyo ndiyo maana ya kwamba wengi waliolala katika mavumbi wataamka, wengine wapata uzima wa milele na wengine kupotea. Wacha niendelee pale chini. Pia inaendelea kurundia yale maneno, wanawake watakuwa wakisaga pamoja, mmoja ataliwa mmoja ataachwa. Nilikuwa nimesema hiyo katika Mathayo, nilikuwa nimeelezea ni makanisa mawili. Watu wawili watakuwa shambani, mmoja ataachwa, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Kwa hivyo angalia hapa juu imesema kondeni, hapa imerundia jina shamba, na shamba ni ulimwengu. Kwa hivyo neno la Mungu linajitafsiri lenyewe. Kwa hivyo ukiendelea kule chini utaona kile ambacho Mungu anakizungumzia. Luka 17:26, nataka nipita kwa haraka kwa ajili ya kuokoa muda. Na kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adamu. Kwa hivyo kwa kifupi, kabla sijaingia katika sehemu ambayo nataka kuingia pale, nataka niseme na nitangaze katika sehemu hii. Kuna fundisho linaloitwa rapsa. Watu walisiamini fundisho hilo, maana ni fundisho la shetani ambao nataka kubadiliza na kuiga na kudanganya ulimwengu. Nitakuelezea ni kwa nini, lakini tunaambiwa ya kwamba kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adamu. Walikuwa akila na kunywa, walikuwa akioa na kuolewa, hata siku ile Nuhu aliyoingia katika safina, gharika ikashuka ikawaangamiza wote. Na kadhalika kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, walivyokuwa akila na kunywa, walivyokuwa wakinunua na kuuza, wakipara na kujenga. Lakini siku ile Lutu aliyotoka katika Sodoma, kulinyesha moto na kiberiti kutoka mbinguni vikawaangamiza wote. Hivyo ndivyo itakavyokuwa. Nataka usikize kama unaangalia. Hivyo ndivyo itakavyokuwa siku ile atakapofunuliwa mwana wa Adamu. Watu wengi wamedanganywa eti kutakuwa kanisa linanyakuliwa, sijui watu watachukuliwa, alafu mpinga Kristo akuje ndio kanisa lipitie mateso. Huo ni udanganyifu wa Shetani. Mpinga Kristo atatesa watu wa Mungu wakiwa hapa duniani ndio wakombolewe kutoka katika mateso yake. Na nitakuelezea hata wale watakaosimama katika bahari ya kioo kule mbinguni ni watu ambao wametoka katika dhiki iliyo kuu. Ni watu ambao wamepigana na mnyama, wamepigana mpinga Kristo, wamesinda sanamu yake na alama yake. Hao ndio watakaosimama mbele ya kile kiti cha enzi. Kwa hivyo inatuonyesha ya kwamba wakati Nuhu mvua iliponyesha, ile siku ambao Nuhu aliingia katika safina na mlango ukafungwa, ndio siku ambao mvua ilinyesha. Wakati Lutu alipotoka Sodoma, hiyo ndio siku ambao moto uliwaka Sodoma. Kwa hivyo haimaanishi kwamba Lutu alitolewa Sodoma baada ya muda wa siku nyingi moto ukashuka. Hapana. Wakati Lutu alipotoka Sodoma immediately moto ulishuka mbinguni. Wakati Nuhu alipoingia katika safina, wakati ule milango ilipofungwa, ndipo mvua ilitoka mbinguni na wanadamu wakaangamia. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa kuja kwa Yesu. Kwa hivyo inatuonyesha ya kwamba wakati Yesu atakapokuja, bila kile kitakachotokea ni kwamba Yesu atakapoonekana mbinguni, ndipo atakapochukua watakatifu wake awapeleke mbinguni. Na hiyo ndio siku ambayo dunia ambao tumekuwa nayo itafika mwisho. Kuna maneno ambayo ningependa niweze kusoma hapa kwa Kiingereza kidogo, ambapo nasema note that the wicked were destroyed on the same day that the flood came to Noah. Tunataka muelewe ya kwamba wenye dhambi waliangamizwa siku moja wakati ile mvua ilipokuja wakati wa Nuhu, on the same day that the fire came to the Sodoma. Na the same hivyo ndivyo ilivyotokea kwa Lutu. Jesus emphasized at both the beginning
and the ends of the passage, that this alias judgment, which in destroying all of the wicked, were examples of what would happen at the second coming. So Yesu anaelezea vile ilivyokuwa wakati wa Sodoma na Gomora, ndivyo itakavyokuwa wakati yeye atakapokuwa anatokea mara ya pili. The Bible, Biblia inaendelea kuelezea mambo mengi sana katika dunia, na inaendelea kuonyesha vile ambayo mpinga Kristo atakavyokuja, ambayo ni mnyama, na baada ya mnyama kushindwa, Yesu ndiye atakayekuja kumwangamiza. There will be no second chance. Then hakuna nafasi ya pili baada ya Yesu kurudi mara ya pili. Hakutakuwa na nafasi nyingine. Wakati Yesu atakapopokea watu wake, hapo ndipo utakapokuwa mwisho. Kwa hivyo kama unataka nafasi, our second chance is now. Nafasi yetu ni siku ya leo, ambapo unasikia sauti ya Bwana inaongea. The word rapture is found nowhere in the Bible. Neno kunyakuliwa kwa siri hautawahi kulipata mahali popote katika maandiko. Ni fundisho ambalo najua makanisa mengi shetani amelileta, lakini natangaza kama kuna mtu yeyote katika sehemu hii atakayeweza kupokea ama kuona mahali popote kumeandikwa kanisa litachaguliwa ama hiyo jina rapture, mimi nitampatia sawandi akuje hapa, tumpatie microphone aweze kuleta maneno hayo, na nitampea sawandi ya 50,000. Hiyo natangaza. Lakini makanisa siku ya leo watu wamedanganyika sana. Wamekuwa wahubiri wengi wanafundisha kwa straight kila sehemu ya kwamba kanisa itanyakuliwa kwa siri. Wanataka watu wasielewe Yesu anakuja kulipokea kanisa. Wacha niendelee. According to the teaching, the coming of Jesus will be in two separate events. Ya kwamba kutokana na kile ambacho tumejifundisha, tunafaa tuelewe kuja kwa Yesu kutakuwa ni tokeo ambalo kuna matokeo mawili ambayo atakuwa yametenganishwa. First, he will come secretly to take the church to heaven. Yani kulingana na wale ambao wanafundisha secret rapture, wanasema kutokea kwa Yesu kunatokea mara mbili. Mara ya kwanza anakuja kisirisiri kulichukua kanisa, na mara nyingine anakuja kufanya nini? And then the 7 years later, wanasema baada ya miaka 7, he will come in an open demonstration of power and glory. Ndio maana nataka watu waelewe. Wanasema ya kwamba mara ya kwanza Yesu anakuja kisiri kulipokea kanisa, alafu aenda alinyakua kwa siri, baada ya kikano watakatifu miaka 7 anakuja tena akiwa na demonstration ya utukufu mwingi kuweza kuonekana. Huo ni uongo mtupu ambao anafundisha. Anasema in between those two events, the Antichrist is supposed to come into power and the great revelation period take place. Alafu wanasema ya kwamba kati ya tokeo la kunyakuliwa kwa siri na tokeo la Yesu kuonekana mawinguni, ndipo mpinga Kristo atakuwa anatawala hiyo miaka 7, na hapo ndipo ambapo kutakuwa na dhiki kuu. Huo ni uongo wa shetani, kwa sababu maandiko yanasema ya kwamba watu wa Mungu watapitia katika dhiki iliyo kuu. Mpinga Kristo ambaye ni upapa, kanisa la uongo ambao utaweka wazi hapa bila kupoteza muda, linajaribu kudanganya watu wa Mungu kupitia maajenti wake, ili wakati litakapokuwa linatesa watu wa Mungu wasiwe wanaelewa kile kinachotokea. Ni kwamba mpinga Kristo ndiye atakayekuja kwanza, alitese kanisa la Mungu, na baada ya mateso ndipo Yesu atakapokuja kumaliza mateso na kuokoa watu wa Mungu, kuwapeleka mbinguni. Nataka tuelewe maneno hayo kwa makini sana. Hebu tusikize vile neno la Mungu linasema. Hebu tuweze kuanguza fundisho hilo moja baada ya lingine, maana tumeona kile ambacho kinaendelea hapa. Si kubahatisha, tumeleta habari njema yenye matumaini ya uzima wa milele. Nataka tuanguze fundisho hili andiko baada ya andiko, ndipo watu wa Mungu wasitekwe na udanganyifu, maana ndio udanganyifu mkubwa ambao shetani atauleta na dunia
yote itachukuliwa. Kuna manabii kama akina Ohori, kuna manabii wengine ambao wanafundisha fundisho hili la shetani katika ulimwengu, ndio ambao shetani amewavuvia sana waweze kuendelea kufundisha. Kama kuna hiyo dini ya Ohori hapa, siogopi kusema, maana nabii Ohori anaongoza ulimwengu akitumika na shetani kufundisha fundisho la shetani, ambao nataka nisikize. Tuanguze fundisho hilo kwa neno la Kristo, tufunge tuende nyumbani, watu wa Mungu wakiwa wameelewa kile ambacho kinaendelea. Mathayo 24:4, Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Kutatokea watu ambao wanajiita the mighty prophets, eti mimi ndiye nabii Elia yule, ambaye huyo nabii anaongea uongo na anapoteza watu wa Mungu njia. Watu wa Mungu, wakati umefika, Elia wa kweli amefika, aweze kutangazia watu habari njema iliyo na tumaini ya kwamba wakati Yesu anaporudi, manabii wengi wa uongo watatokea ambao watatoa mafundisho ya kishetani wakiyaweka kama mafundisho ya Mungu. Wathesalonike wa pili 2:3, Yesu akasema, hebu tuone kama mpinga Kristo ndiye atakayekuja kuwa wa kwanza, ama yani hebu tuangalie kama kanisa litanyakuliwa kwanza ndipo mpinga Kristo akuje, ama neno la Mungu linasema namna gani? Kitabu cha Wathesalonike linasema, mtu haya yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi, ajinue nafsi yake juu ya kile kiitwacho Mungu ama kuabudiwa. Hata yeye uketi katika hekalu la Mungu, akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ya kwamba maandiko matakatifu yanasema ile siku ya Bwana iliyokuu haitawahi kurudi. Yesu hatawahi kurudi mpaka wakati yule muasi mkuu, yule mpingamizi anayejiinua juu ya Mungu, ambaye ni Antichrist, mpinga Kristo, lazima afunuliwe kwanza. Yule mwana wa kuasi, Bwana Yesu asifiwe, lazima yule mwana wa kuasi afunuliwe, ambaye anajiinua nafsi yake juu ya kile kiitwacho Mungu. Huyu ni Papa. Kwa hivyo wakati fundisho linaposema ya kwamba Yesu atakuja halinyakue kanisa kwa siri miaka 7, alau mpinga Kristo akuje, huyo ni nabii wa uongo. Maana neno linasema ya kwamba mtu yeyote asiwadanganye, hata kama ni Ohori ama ni pasta wako ama ni nani. Kwa sababu gani? Kwa maana siku ya Bwana haitawahi kukuja mpaka wakati yule mpinga Kristo atakaofunuliwa, ambaye katika uwanja huu tutaweza kumfunua kwa neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuendelee mstari wa 8. Huyo mpinga Kristo atatawala mpaka lini? Mpinga Kristo atatawala mpaka lini? Hebu tuone nani atakayemwangamiza. Inasema hapa ndipo atakapofunuliwa yule hapa ndipo atakaofunuliwa yule hasi. Yaani hapa ndipo huyu muasi atafunuliwa, ambaye Bwana wetu Yesu Kristo hatamuua kwa pumzi ya kinywa chake na kumwangamiza kwa ufunuo wa kuwepo kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo atakayemwangamiza mpinga Kristo ataendelea kutesa watu wa Mungu mpaka wakati Yesu atakapokuja kukomboa watu wake. Yesu atakapoonekana, atakaofunuliwa, ndiye atakayemkuangamiza mpinga Kristo anapolikomboa kanisa lake mikononi mwa mpinga Kristo. Naendelea kusoma mstari wa 9. Yule ambaye kuja kwake ni mfano wa kutenda kwake shetani kwa uwezo wote na kwa ishara na ajabu za uongo. Kwa hivyo huyo mpinga Kristo atajifanya, ataonyesha, hata shetani mwenyewe atatokea pale, atakuja kuundanganya ulimwengu mzima. Lakini wakati huo Yesu atakuja, na mshukuru Mungu sana, kulichukua kanisa lake. Watu wa Mungu, msindanganywe tena na manabii wanaoonekana kwa TV, manabii wa uongo ambao wameteka ulimwengu mzima. Lakini wakati wa ukombozi ni sasa, na wakati umefika watu Mungu waelezee ukweli wake. Hebu tuangalie kitabu cha Mathayo 24 mstari wa 10. Yesu anasema,
na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Kwa hivyo manabii wengi wa uongo watasema na watadanganya wengi. Kitabu cha Yohana 8 mstari wa 38, nini kitakomboa watu wa Mungu kuwaokoa kutokana na udanganyifu wa manabii wa uongo? Maandiko yanasema, tena mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka uhuru. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati watu wa Mungu watakapoelewa kweli, hiyo kweli ndiyo itakayowaweka uhuru. Watu wa Mungu wataendelea kuwa mateka kama hawatakubali ukweli ambao tunaupeana. Wataendelea kuwa watumwa wa manabii wa uongo, dini ambao zimepotoka. Lakini wakati Yesu atakapokuja kupitia watumishi wake, wale wataelewa ukweli, watawekwa uhuru na kutayarishwa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Wacha tuendelee. Kitabu cha Mathayo 13 mstari ule wangapi? Wadhaa tunasema, viacheni vyote vikuu hata wakati wa mavuno, na wakati wa mavuno nitawaambia wavunao, yakusanyeni kwanza magugu, muyafunge matita matita, mukayachome mbali ngano, kusanyeni ngalani mwangu. Tunaendelea kusoma. Kwa hivyo Yesu anasema dunia inafaa ikae pamoja hadi wakati wa mwisho, wakati Yesu atakapokuja kuwatenganisha. Kwa hivyo kutakuwepo na watu wema na wabaya duniani mpaka dakika ya mwisho. Na hiyo dakika ya mwisho ni wakati mwana wa Adamu, ambaye ndiye Bwana wetu tunaomngoja, atakapoonekana mawinguni. Hapo ndipo mwisho utakaofika. Matendo ya Mitume 1 mstari wa 9 inasema, akiisha kusema hayo, walipokuwa akitazama, akainuliwa juu na wingu likampokea kutoka machoni pao. Mstari wa 10 unasema, walipokuwa akikaza macho yao mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama watu wawili wakasimama pamoja. Wacha nirudie tena. Walipokuwa akikaza macho yao mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama watu wawili wakasimama karibu nao, wenye nguo nyeupe. Wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni, huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni, atakuja jinsi hivyo hivyo mlivyomuona akienda zake. Kwa hivyo Yesu mwenyewe siku ile aliyotoka duniani alichukuliwa akaenda mbinguni, na malaika wawili wakaja wakasema na watu wa Galilaya, wakawaambia, vile umeona Yesu akienda mbinguni, hivyo ndivyo atakavyokuja hivyo hivyo. Kwa hivyo msidanganyike na maneno ya uongo ya kinogori, maneno ambayo ni ya upotofu. Yesu atakuja watu wote wakimwona macho. Wacha tuendelee na neno la Mungu, maana neno la Mungu liko na uzima, linatayarisha watu wa Mungu kupatana na Kristo. Kitabu cha Luka 21 mstari 27, hapo ndipo atakapomuona mwana wa Adamu akija katika mawingu pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Kwa hivyo mwana wa Adamu ataonekana akija pamoja na nguvu na utukufu mwingi, naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda, na watawakusanya wateule wake toka pepo nne, toka mwisho huu wa mbingu mpaka mwisho huu mwingine. Kwa hivyo wakati Yesu anaporudi mara ya pili, ndugu zangu mnaonisikiza katika jioni hii ya siku ya leo, hatatuma malaika zake katika sauti kuu ya parapanda, na wote ambao walimpenda hapa duniani, waliokubali kutii neno la Mungu, watakombolewa siku ile na watachukuliwa na Yesu mpaka mbinguni. Hii ndiyo habari njema ambayo tumewaletea katika sehemu hii, habari iliyo na furaha kuu. Kitabu cha Luka 21 mstari wa 26 inasema, watu wakivunjika mioyo kwa hofu na kwa kutazamia mambo atakayoupata ulimwengu, kwa kuwa nguvu za mbingu zitatikisika. Wakati Yesu atakaporudi kulichukua kanisa, maandiko yanasema
the power of this earth, ama nguvu za ulimwengu zote zitatikisika. Kwa hivyo dunia na nguvu za ulimwengu zitatikisika. Kwa sababu gani? Hapa ndipo atakapomuona mwana wa Adamu akija katika mawingu pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Atafanya nini? Basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni mkaviinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Bwana Yesu asifiwe. Mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni mkaviinue vichwa vyenu, kwa maana ukombozi wenu umekaribia. Ndugu zangu mnaonipokea kama mitambo inawapokea vizuri, ninatamani sana muelewe kile ambacho tunaendelea kukisema. Kitabu cha Mathayo 20:4 mstari 27, kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki ukaonekana hata magharibi, hivyo ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Tazama yuaya na mawingu. Kwa hivyo unapoangalia kitabu cha Mathayo 24 mstari 27, anasema kama vile umeme unavyotoka unaonekana kila sehemu, hivyo ndivyo Yesu ataonekana watu wote. Kuja kwa Yesu hakutakuwa secretly. Yesu atakuja na mawingu ya mbinguni, hataonekana na watu wote, na hapo ndipo Yesu atalichukua kanisa. Wapendwa, msiendelee kupotoshwa na walimu wa uongo eti kwamba kanisa itanyakuliwa kwa siri, eti kwamba itakuwa hivi. Hapana, kuna fundisho kubwa hapa. Kuna kitu ambacho Mungu anataka watu wake wakielewe. Kitabu cha Ufunuo, Yohana katika Ufunuo anaonyesha mambo haya tena. Ninakupatia ushahidi baada ya ushahidi, sio mtu mmoja, lakini mitume wote vile walivyofundisha, na hii ndio ukweli. Na hapa tumekuja katika neno la Bwana, tumeagizwa tuseme haya, tumepewa mamlaka kutoka mbinguni, na ndio maana tunawapatia habari njema. Hapa tunajua muda ni mfupi, hatuna muda mwingi wa kueleza mengi, tunaenda point direct. Tena kitabu cha Ufunuo 1:7, tazama yuaya na mawingu ya mbinguni, na kila jicho litamuona, nao waliomchoma, na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam, amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo Yesu atakuja na mawingu ya mbinguni, na kabila zote za wanadamu watamuona. Hata watu wakome hapo watamuona, hata wale wamekataa kumuona lazima watamuona kama watakuwa kwa dunia, kwa sababu amesema dunia yote itamuona. Anakuja na utukufu mwingi kulichukua kanisa lake. Mathayo, tunaendelea mstari wa 30, ndipo itakapoonekana ishara yake mwana wa Adamu mbinguni, ndipo mataifa yote ulimwengu watakapoomboleza, nao watamuona mwana wa Adamu akia juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na utukufu mwingi. Naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda, nao watawakusanya. Nataka uangalie wale watu ambao wanasema watu watakusanywa kabla ya Yesu jarudi miaka 7. Tunaambiwa atakapokuja mwana wa Adamu akia juu ya mawingu ya mbinguni pamoja, nao watamuona akia juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu na parapanda, nao watawakusanya wateule wake toka pepo 4, toka mwisho wa mbingu mpaka ule mwisho mwingine. Kwa hivyo atawatuma malaika zake, na atakuwa wakati anapowatuma kuwakusanya watakatifu wake dunia yote, atawatuma pamoja na sauti kuu. Kwa hivyo ni kuonyesha ya kwamba parapanda itakuwa inalia na sauti inasikika na mulio mkubwa, wakati watu wa Mungu wanapokusanywa. Malaika wanachukua watakatifu sehemu hii, wanachukua kule Marekani, wanachukua kule Uingereza, wanachukua kule China, wanachukua kule Urusi, wanachukua kule Jamaica, wanachukua kule Australia, wanachukua kule kwingine, kule Uganda, kule Tanzania, kule South Africa, kule Ghana. Kutakuwa na mulio mkubwa sana utakao kuwa unasikika Yesu akilipokea kanisa na kuwakusanya watakatifu wake.
tokeo la kuja kwa Yesu halitakuwa la siri milele. Na huu ndio ukweli ambao Yesu alifundisha, huu ndio ukweli mitume walifundisha, huu ndio ukweli watu wa Mungu wanao. Lakini makanisa ambao yako na mfuto wa shetani wameanza kupotosha mafundisho ya maandiko, maana kuna ile imewekwa pale ambayo hawataki ifunuliwe, lakini wakati umefika wa kufunua. Isaya 25 mstari wake ni wa 9. Sikiza anavyosema Bwana. Katika siku hiyo watasema, tazama, huyu ndiye Mungu wetu, ndiye tuliyemngojea hatusaidie. Huyu ndiye Bwana tuliyemngoja na tusangilie na kufurahia wokovu wake. Hebu niwaulize, kama kanisa itakuwa limenyakuliwa kwa siri, jameni, hawa watu wanaosema siku hiyo siku ya tarubeta, hiyo siku dunia itakapokuwa inaomboleza, hiyo siku milima itakuwa inakimbia, hiyo wenye dhambi watakapoambia mapango iwaangukie, ndipo watakatifu watasema, huyu ndiye Bwana wetu. Siku hiyo watasema, huyu ndiye Bwana wetu tuliyekuwa tunamngoja kwa muda mrefu, ambao tulikuwa tunatii sheria zake. Wakati umefika tukombolewe katika ulimwengu. Ndugu zetu, tunawapenda, ndio maana tunakubali baridi ambayo tunapitia kwa sasa. Lisha ya kwamba nyinyi mko katika manyumba, lakini sisi tumekuja hapo kwa niaba yenu. Tumeamua kuacha familia zetu, tumeamua kuacha biashara zetu, ndiposa tuweze kuwapatia neno hili ambalo ndilo peke yake linaweza kuwatayarisha kwa ajili ya ufalme unaokuja karibuni. Ninawaomba ndugu zangu, kama unasikia sauti hii jioni ya siku ya leo, usidharau, kwa sababu ni sauti ya Yesu inaita. Ni sauti yenye huruma mwingi, ambayo ikishapita huenda haitawahi kupatikana tena milele. Huenda katika uwanja huu kunaweza kuwa hakunjoi kusikia maneno kama haya, na wale anaweza kuwa ndio mara ya mwisho kusikika, maana dunia yetu hivi karibuni itafungwa historia yake. Wacha tuendelee mstari wa 10. Kwa maana inasema, huyu ndiye Bwana tuliyemngoja na tusangilie na tukafurahia wokovu wake. Kwa hivyo watu wengi wakati ule watasema maneno hayo. Kitabu cha Yohana 6 mstari wa 4, Yesu anasema, kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu ni haya, ya kwamba kila amtazamaye mwana na kumwamini yeye hawe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa hivyo hata wale nao watakao kuwa wamekufa siku ya mwisho ni moja. Hatuna siku mbili za mwisho. Yesu amesema siku ya mwisho, siku moja ya mwisho. Itakuwa namna gani? Yesu atawafufua wafuasi wake ambao wamekuwa kaburini. Kitabu cha Wakorintho 15 mstari 22, tunatoa andiko kuanguza fundisho la uongo ambao linaendelea katika ulimwengu. Nasema, kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote watauishwa. Lakini kila mmoja mahali pake lipuko ni Kristo. Baadaye walio wake Kristo atakapokuja atawapokea. Kwa hivyo Yesu atakapokuja atapokea walio wake, ambaye yeye ndiye lipuko la watakatifu wote. Kitabu cha Yohana 5:28, maandiko matakatifu yanaendelea kutilia mkazo. Msistaajabie maneno hayo watu wa sehemu hii. Kwa sababu gani? Kwa maana saa haya ambayo watu wote, hata akiwemo kina makufuri ambao wamelala hivi karibuni, ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake, nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Yesu akasema maneno hayo. Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 4:16, maandiko yanaendelea kusema, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kwa hivyo wakati parapanda itakapolia, wale waliokufa katika Kristo, maandiko yanasema watafufuliwa kwanza.
Kisha sisi ambao tutakuwa hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo utakuwa pamoja na Bwana milele zote. Kwa hivyo wakati Yesu atakaporudi, ndipo watu wa Mungu wote ambao wamelala makaburini, ikiwepo akina Abrahamu na wote ambao wamelala, watafufuliwa. Hiyo ndio siku ya ufufuo, ndio siku walio hai watabadilishwa miili, wamlaki Bwana, kufumba na kufumbua, wote watanyakuliwa wale ambao wamempenda Yesu. Sikiza kitabu cha Ufunuo 16:16 inasema, wakati huo, wakati watu wa Mungu watakapokuwa wanachukuliwa, hebu sikiza vile wenye dhambi watakavyosema. Wakiambia milima na miaba, tuangukieni, mtusitiri mbele ya uso wake yeye aketie juu ya kiti za enzi na hasira ya mwana kondoo. Kwa sababu gani? Kwa maana siku iliyo kuu ya hasira yao imekuja, naye ni nani? Naye ni nani awezaye kusimama? Siku ile Yesu atakapokuja kulipokea kanisa, wapendwa, wakati huo Yesu akilipokea kanisa, akichukua watu wake waliompokea, wenye dhambi, wafalme, matajiri, watu ambao wako na kiburi kama watu wa eneo hili. Unajua watu wengine wanasema sisi tuliokoka miaka mingi, kanisa letu liletwa hapa. Watu wa kiburi ambao ni kiburi ya pesa 8, haisaidii mtu yeyote na haitakuokoa. Mtu anaringa, unakataa ukweli. Hata ya Biblia ukiambiwa uisome bado uifahamu, lakini unapoambiwa ukweli unakataa. Wakati Yesu atakaporudi mara ya pili, kama hutatubu kwa sasa, utajipata taabani. Unajua kuna watu wengi ambao wanaposikia tunanena maneno haya wanasema hawa wamekujia sadaka. Wacha nikuambie ndugu yangu, sisi hatutaki sadaka yeyote, wala usitupatie, na wala hatuitiza katika uwanja huu. Sisi tunafanya kazi na mikono yetu kusaidia familia zetu na kusaidia kazi ya Mungu. Ukiamua kusaidia kazi, wewe endeleza. Sisi hatujakuja hapa ndipo tupatie pesa wala chochote. Tumekuja hapa tupeane neno na neno peke yake, na tukimaliza tutaondoka. Tufuatilie kuanzia leo na kuendelea. Ile siku ambayo utasikia tunaomba pesa, ujue sisi tumekuja hapa kuomba pesa. Tumekuja hapa kutoa neno na neno peke yake, na nataka usikize hiyo. Lakini ukiamua kusaidia kazi, tunakuruhusu usaidie, maana pesa ni ya Mungu, wewe mwenyewe kukipenda. Na kama utaisaidia basi Mungu anasaidia mwenyewe. Kitabu cha Mathayo 16:27, kwa sababu mwana wa Adamu anakuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika zake, ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Ufunuo 22:12, tazama nayo upesi na ujira wangu pamoja nami kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Hiyo kazi umefanya utalipwa. Iwapo umefanya upande wa Mungu utapokea mshahara. Kama ni ya shetani bado mshahara huko. Hakuna kazi ambayo duniani inakaa bila mshahara. Wewe kama unakunywa pombe sana, kuna mshahara wa pombe. Kama kazi yako ni kuiba sana, kuna mshahara wa kuiba. Kama kazi yako ni injili, kuna mshahara. Kila kazi yenye unafanya kwa hii dunia lazima utapokea ujira. Hiyo si kubahatisha. Kile umepanda utavuna. Watu eneo hili wanapanda nyanya, wanapanda vitunguu. Ukipanda nyanya uwezi ukavuna maharagwe, na ukipanda maharagwe uwezi ukavuna mahindi. Kile ambacho umepanda kwa maisha yako utavuna. Kama umefuta sigara kwa muda mrefu, umeonya umekataa, utavuna magonjwa ya asima, utavuna timbii, na mwisho wa maisha yako itaharibika. Kama umekuwa mlevi, mimi nimesaliwa katika familia ya walevi. Wazazi wangu wamekuwa walevi, kijiji changu kimekuwa walevi. Tumepoteza watu wengi sana kwa sababu ya pombe. Wengi walikosa elimu, dunia ikarudi nyuma kwa sababu ya ulevi. Kile umepanda utavuna. Lakini nashukuru Mungu, maana hata walevi wanaokolewa na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anakuja kuokoa wote, anawapenda wote. Yesu anasema njooni kwangu enyi mnaosumbuka na wenye kulemewa na mizigo mizito. Kuna mtu anataka kuachana na pombe lakini ameshindwa, lakini Yesu anasema njoo kwangu
Yesu anakushika mkono, anakuambia mtoto wangu, shetani amekutesa kwa muda mrefu, umekuwa ukitumia pombe lakini sikupenda kwako, lakini njoo nitakusaidia na utaachana na pombe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sio kwa lazima, lakini kwa upendo wa Kristo. Wacha tuendelee, tumalizie. Hapa ndipo atakapomuona mwana wa Adamu katika Luka 21 mstari wa 27. Hapa ndipo atakapomuona mwana wa Adamu akija katika wingu pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Wakati huo ndipo wakinogori ambao wamekuwa wapotofu wakifundisha dunia watavuna mshahara wao kama hawatatubu, lakini siku ya toba yao iko. Ninaongea hivyo juu unajua hata wale wako kule wananisikia. Ukitupata kwa mitandao tupata pale. Ningeomba hata kinaowori watubia dhambi zao, waache kufundisha dunia uongo, waweze kuelekeza kwa Yesu, maana watapoteza maelfu ya watu ambao wangepotea. Na watu ambao mnawafuata watu kama hao, mjue siku ya leo fundisho la secret rapture ni fundisho la Shetani, wala halina msingi ndani ya neno la Mungu, wala Mungu anajiongoza, lakini Shetani ndiye anayeongoza manabii hao ambao wanafundisha fundisho hilo. Hata kama ni kanisa lako, ukisikia linasema kanisa litanyakuliwa kwa siri baada ya miaka 7 litakuwa mbinguni, ujue huyo anayezungumza hapo, hilo ni fundisho la Shetani, haliko katika neno la Mungu na halijaongozwa na Mungu. Kwa sababu gani? Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 50, tusome. Angalia na waambieni nyinyi siri hii, hatutalala zote, lakini zote tutabadilika kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia na wafu watafuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Kwa hivyo ile siku ambao wafu wanafuliwa, hiyo ndio siku nasi tutabadilisha tulio hai. Tuendelee. Maana shaite huu uharibikao huvaa kutokuharibika, na huu wakufa huvaa kutokufa. Basi uharibikao utakapovaa kutokuharibika, maneno yanasema, na huu wakufa utakapovaa kutokufa, hapo ndipo litakapokuwepo lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa na kushinda kwako kuu wapi? Kwa hivyo unapolala na neno la Mungu naonyesha ya kwamba ile siku kuu ya ufufuo ndiyo siku kuu ya kukombolewa. Kitabu cha Mathayo 25 mstari wa 35. Tunawapatia ushahidi sungu mzima ili msie mkasema hamkusikia. Yesu anakuja mara ya pili. Sikiza. Hapa atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti zake za utukufu wake, na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Ataweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Atafanya nini? Huo ndio wakati Yesu anapokuja na utukufu wake. Wapendwa, anakuja kupokea watu wake akiwa na utukufu mkubwa, akizingiwa na malaika wa mbinguni, watakatifu wote waliopenda neno la Mungu, ambao wameamua sisi kutoka leo na kuendelea hadi milele tutasikilia maandiko ya Mungu, tutatii sheria ya Mungu mpaka ile ya Sabato ambayo dunia imekataa siku ya Jumamosi. Watashika sheria yote, hata ile inayosema usisini, hata ile inayosema usiive, hata ile ambayo inasema watii wazazi wako, hata ile ambayo inasema usitaje jina la Mungu bure, hata ile ambayo inasema usiseme uongo, usimshuhudie jirani yako, hata ile nyingine inayosema usitamani kitu ya jirani yako. Hao watu ambao walitii sheria ya Mungu wakafanya hao yote, Yesu atakapokuja mara ya pili atapokea watu hao. Hao ndio wanaitwa kanisa la Mungu, kanisa bikira, kanisa lisilokuwa na hila wala lolote kama hilo. Kanisa limempokea Yesu, limempenda na kuishi kulingana na mapenzi ya Yesu. Watu kama hao watakuwa na furaha isiyokuwa na mwisho, hawatakuwa na huzuni, wakiambia dunia ya dhambi mbaya mbaya, dunia umetuteza sana, kwa muda mwingi umetuteza, wakati umefika wetu wa kukombolewa.
Wakati huo watasema kama vile Isaya anavyosema 24 mstari 21, tena itakuwa katika siku hiyo Bwana ataliadhibu jeshi la mahali palipo juu katika mahali palipo juu, na wafalme wa dunia katika dunia. Kwa hivyo wafalme wa dunia siku hiyo wataadhibiwa. Yeremia anasema wakati watu wa Mungu watakapokuwa na ya dunia, nini kitakuwa? Dunia yote itakuwa ukiwa. Dunia yote itakuwa ukiwa. Hii manyumba yote umeyenga, watu wamekataa neno kwa sababu ya manyumba. Hizi barabara zinatengenezwa, zitakuwa mashamba. Hii mastima ambayo umewekewa haitaonekana tena. Sio maneno yangu, ni maneno ya Yeremia 4:22-23. Soma. Hata nisome, inasema, kwa maana watu wangu ni wapumbavu, hawanijui, ni watoto waliopungukiwa na akili. Kama siku ya leo unapata serikali inatumia mambilioni ya pesa kununua mabunduki, kununua nguruneti, halafu watu wanakufa njaa. Ni watu ambao wako na akili potofu. Ni watu ambao unasikia wanatumia pesa mingi kwa vitu ambavyo havina maana. Lakini wangetumia hii pesa kusaidia kazi ya Mungu, watu wengi wangeokolewa. Watu wangu wana akili wala wana ufahamu. Ni wenye akili katika kutenda mabaya, mbali katika kutenda mema hawana maarifa. Na niliangalia nchi, na tazama ilikuwa ukiwa, haina watu. Dunia hii yote mpaka hapa Kokome utakuwa ukiwa siku moja. Hiyo nyumba yako umelala, mahali umefunga mlango, utaki kusikia hata neno la Mungu, siku moja itambomolewa. Hiyo shamba umelima hiyo, ambao unajiringa eti mimi nimelima kitunguu eka 3, nimelima nyanya eka 3, hauna nafasi ya kusikiza neno. Sikiza nikuambie, siku hiyo shamba yako itakuwa simo, na membi ile milima itakapomolewa itakuwa hapo. Sikiza vizuri. Nisiangalia mbingu, nazo zilikuwa hasina nuru. Mpaka mbingu yenyewe haitakuwa na nuru siku hiyo. Kwa sababu gani? Niliangalia milima, na tazama ilikuwa ikitetemeka. Mpaka ile mlima wa Nyambene, mlima wa Mount Kenya utakuwa unatetemeka. Na malisia ni mafungu wa 3 nimalize. Na milima yote ilikuwa inasonga huko na huko. Nikaangalia na tazama, hapakuwa na mtu hata mmoja, na ndege wote wa angani wamekwenda zao. Nikaangalia na tazama, shamba lilo sana limekuwa ukiwa, na miji yake yote ilikuwa imebomoka mbele ya Bwana na mbele ya hasira yake. Kwa hivyo unaona mashamba ambayo yalikuwa yamelimwa sana yamekuwa ukiwa, na miji ambayo ilikuwa imejengwa kama Nairobi, kama Westernburg, kama kule kuingine, kama kule Marekani, kama vile tunaona miji mikubwa ambayo imejengwa ya kupendeza, Mungu anasema itakuwa ukiwa. Maana Bwana amesema hivi, nchi yote itakuwa ukiwa, lakini sitaikomeza kabisa. Kwa ajili ya nchi itaomboleza na mbingu zitakuwa nyeusi, kwa sababu mimi nimeyanena maneno hayo na kuyashuhudia, wala siku juta, wala mimi sitarudi nyuma niyaache. Bwana amesema hii dunia itakuwa ukiwa, wala hata juta, wala hata rudi nyuma. Wakati huo dunia itakapokuwa ukiwa, watu wa Mungu watakuwa mbinguni, kulingana na maneno ya Paulo katika Wafilipi 3:20. Kwa maana siku hiyo wenyeji wetu, kwa maana sisi wenyeji wetu huko mbinguni, kutoka huko tunamtazamia mkombozi ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo. Namshukuru Mungu sana, ambaye atakapokuja kulingana na kitabu cha Ufunuo 16:18, pakoa na umeme na sauti na radi, palikuwa na tetemeko la nchi kubwa, ambalo tangu wanadamu wapo juu ya nchi hapakuwa na namna ile jinsi ilivyokuwa kubwa tetemeko hilo. Na mji ule mkuu ukangawanyika mafungu 3, na miji ya mataifa ikaanguka, na Babeli ule mkuu akakumbukwa mbele za Mungu, kupewa kikombe cha mvinyo wa ghadhabu yake ya hasira yake. Kila kisiwa kikakimbia, wala milima haikuonekana tena, na mvua ya mawe makubwa sana ya mawe mazito kama talata ikashuka kutoka mbinguni juu ya wanadamu. Wanadamu wakamtukana Mungu kwa sababu ile pigo la mvua ya mawe, kwa maana pigo lake ni kubwa mno.
Kwa hivyo ndivyo itakavyokuwa wakati huyu Bwana ambaye ni Bwana wa mabwana, the King of all king, ambaye tunasema the King of glory, atakapokuja kutetea haki yake. Maandiko yanasema, yanaendelea kuelezea mambo mengi. Kwa hivyo Yesu anaita mwito jioni ya siku ya leo. Atasema, come you blessed of my Father, njooni nyinyi ambao mmebarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari kutoka wakati misingi ya ulimwengu ilipowekwa. Na hivyo ndivyo mambo itakavyokuwa. Ninapomalizia nasema hivi, kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu, kadhalika Kristo naye akiisha kutolewa sadaka mara moja ajichukue dhambi za watu wengi, hatatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wamtazamiao kwa wokovu. Naendelea kusema, kadhalika Kristo naye akiisha kutolewa sadaka mara moja. Kristo akiisha kutolewa sadaka mara moja, maandiko yanasema, kadhalika Kristo naye akiisha kutolewa sadaka mara moja achukue dhambi za watu wengi, atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa wao wamtazamiao, kwa watu wa Mungu ambao wanamtazamia. Ndugu zangu wapendwa, ninapomaliza, kwa sababu muda wangu umeenda sana, ningependa nitoa mwaliko kwa watu wote. Maana neno la Mungu nimesema, unaweza kuwa umetazama muda mwingi sana, ungetamani wakati Yesu atakapokuja mara ya pili uweze kuwa miongoni mwa watu wa Mungu ambao wataweza kurithi uzima wa milele wakati Kristo atakapotokea mawinguni. Kama unaweza kuwa na ombi kama hilo, ungesikia moyo wako umeguswa na neno la Mungu katika jioni ya siku ya leo, naomba ukuja hapa mbele tufanye ombi kama kuna mtu kama huyo. Na kama hakutakuwa, tunaweza omba. Lakini kama kuna mtu kama huyo ambaye katika sehemu hii angetamani wakati Yesu atakaporejea mara ya pili, wakati dunia itakapokuwa inaomboleza, yeye aweze kuwa upande wa Mungu, asonge karibu. Karibu sana ndugu, naomba tu simame pale. Yesu anaona moyo wako, anakutazama kwa mbali, na angetamani wakati atakaporejea mara ya pili na utukufu wake, nyinyi muwe watu wa kwanza katika sehemu hii. Kama vile mmeitika mkuwa watu wa kwanza, Mungu ashike mkono, awasaidie hata ule udhaifu ambao mnaweza kuwa nao wa maisha. Yesu ashike mkono, waongoze. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama kuna mwingine, maana Yesu anasema, njoo tusemezane, asema Bwana, japokuwa dhambi zako ni nyekundu, japokuwa umekaa sana, unajiona wewe uwezi, unajiona ni mtu wa bure kabisa katika maisha ya dunia hii, lakini ukimpatia Yesu maisha yako, hakika nakuambia kwamba Yesu ni mwalimu, Yesu ni jemedari ambaye akishika watu wake anawaongoza katika uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuombe kwa ajili ya ndugu ambao wamefika pale kwa sababu ya kuweza kumalizia mkutano wetu wa Injili katika jioni ya siku ya leo. Ndugu zangu, hebu tuombe pamoja na nyinyi, na ikiwezekana tunyenyekea mbele za Mungu. Sisi ambao tuko hapa upiga magoti, tumpatie Mungu tukufu. Tuombe. Baba wetu wa mbinguni, katika jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo, ninashukuru kwa sababu umeniongoza. Nimepeana neno lako katika sehemu hii, na baada ya hilo neno watoto wako wawili wameinua mikono yao na kujitokeza hapa mbele wakisema ya kwamba wangetamani wakati Yesu utakapokuja utukufu wako mara ya pili kulipokea kanisa lako, uweze kuwapokea na wao miongoni mwao. Wanaweza kuwa na shinda na udhaifu wowote ule katika maisha yao. Baba, naomba kama vile wamesimama siku ya leo, usiwaibishe milele. Washike mkono, ukawape hekima, ukawalinde, na kupitia kwao uweze kuwa na kundi kubwa litakalookolewa katika sehemu hii wakati utakaporejea mara ya pili. Tunapofunga mkutano huu katika jioni ya siku ya leo, tukielekea nyumbani, tunaomba uweze kuwa nasi, ukatubariki zote kwa ajili ya utukufu wako, kwa tumeomba katika Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Bwana wabariki sana wale ambao wamejitokeza. Asanteni sana. Be blessed. Tunafunga mkutano wetu. Asanteni.
Asanteni sana. Bwana awabariki sana. Kwa hivyo wale ndugu ambao tuko pamoja, tunaomba tukaribie tuweze jambo, kwa sababu muda wetu umeenda sana.